ishara mbalimbali katika ishara hii ya kumponya huyu kipofu tangu kuzaliwa. Anatumia tope, na hatua ya 3 anamwambia akanawe katika birika la Siloamu. Katika matukio haya yote tunajifunza mambo kadhaa. Ukiweka akilini kwamba Dominika iliyopita, Dominika ya 3, tuliadhimisha takaso la kwanza la wakatekumeni, wale wanaojiandaa kwa ajili ya ubatizo siku ya Pasaka. Lakini Dominika hii ya 4 kanisa limeweka kama sehemu ya takaso la pili kwa wale wanaojiandaa kupata sakramenti za kutuingiza katika Ukristo, yaani ubatizo, kipaimara na Ekaristi Takatifu. Kama sehemu ya takaso la pili inayowapeleka katika kisima cha ubatizo, tunaona hatua mbalimbali za kukua kiimani, alizokuwa nazo huyu mtu aliyeponywa upofu. Na katika kuponywa upofu wake tunaona anapitia hizo hatua mbalimbali. Yesu anamwambia Yesu anafanya ishara za kushangaza. Jambo la kwanza analolifanya ni kutema mate katika mavumbi, na katika mavumbi hayo anatengeneza tope, anampaka katika macho. Hiyo inamaanisha nini? Kwa nini alifanya hivyo? Na jambo la pili anamwambia akanawe katika birika la Siloamu. Kile kitendo kilimaanisha nini kwake? Tukianza hili la kwanza, Yesu anatengeneza tope na kumpaka katika macho yake ili apone upofu wake. Kama hatua ya kwanza ni kurejea kitabu cha Mwanzo, uumbaji. Yeye ameshasema kwamba mimi ndimi mwanga wa ulimwengu, na hilo kusema neno mimi lilikuwa linamaanisha nafasi ya Mungu, kwamba mimi ndiye Mungu na kazi ya uumbaji ni ya Mungu. Hivyo tunapata alifanya hivyo kama ishara ya kuonyesha uumbaji mpya, yeye akiwa Mungu anaumba upya. Na jambo la pili tuliloliona ni kwenda kunawa katika birika la Siloamu. Alifanya vile kwa nini? Au kwa nini alimwambia afanye vile? Kama tulivyoona mwanzo, birika hili lilitumika kama sehemu ya kujitakasa. Wale ambao wanafanya hija kwenda hekaluni walijitakasa kwanza katika birika hilo kwa kunawa na kwenda hekaluni kama ishara ya kujisafisha. Na hivyo huyu mtu ambaye amekuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake, anapofanya lile jambo anajitakasa mwenyewe. Kwa maneno mengine, ule upofu wake, kama anavyosema Yesu, si wazazi wake wala si yeye mwenyewe, ila anakuja kusafishwa upofu wake kwa njia hiyo ya uumbaji mpya, lakini pia kwa njia ya kunawa katika birika hilo la Siloamu. Pengine hiyo inatupa picha gani? Inatupa hiyo uumbaji mpya niliyokwisha kusema, na tunavyoona kwamba pale ambapo Adamu na Eva walitenda dhambi ya mwanzo, kumwasi Mungu, hivyo tukairithi sisi dhambi ya asili. Dhambi ya asili sisi hatukuisababisha, tulisababishiwa, lakini tunapozaliwa tunazaliwa nayo. Kwa hiyo upofu wa huyu mtu ni kama dhambi ya asili ambayo inaondolewa kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Kwa hiyo kile kitendo cha yeye kunawa katika maji ya Siloamu ni kama ishara ya ubatizo kutoka katika dhambi ya asili ambayo hakuisababisha yeye mwenyewe wala wazazi wake, ila ndio amezaliwa hivyo. Na sisi tunakuwa na hiyo hali, hata wakatekumeni wana hiyo hali ya dhambi ya asili. Hivyo kwa sakramenti za kuingiza katika Ukristo, kwa kuanza na ubatizo, wanaponywa na kuokolewa katika dhambi hiyo ya asili na dhambi zingine. Baada ya kuponywa huyu mtu, tunaona zile hatua za kukua kiimani. Mwanzo alimuita Yesu kuwa ni mtu yule aliniponya. Mara ya pili anasema wewe mtu ni nabii, na hatua ya 3 anapoulizwa unasadiki na kumwamini mwana wa Mungu, anakiri ndiyo nasadiki
na sadiki Bwana, anamuita Bwana. Wayunani wanasema Kyrios, anamuita Bwana, kwa maana anakiri kwamba yeye ni Mungu na anamsujudia. Kitu cha kushangaza ni hii familia yake, wazazi wake pamoja na wale Mafarisayo wanashangazwa na kuponywa kwake, lakini swala la msingi hapa ni ameponywa kutoka katika tatizo la upofu. Wao walichukuliaje? Ni hali ya mafanikio. Badala ya kufurahia mafanikio ya huyu kipofu tangu kuzaliwa kwake, wanambeza, wanamwambia umeponywa siku ya Sabato. Umeponywa siku ya Sabato, kwa maana Yesu kile kitendo cha kumponya, kuchukua mate na kuweka katika udongo na kutengeneza tope kumpaka, ilikuwa ni sehemu ya kazi, kwamba amefanya kazi. Na hivyo walimuona kama Yesu ni mwenye dhambi, ni mdhambi, wanamkataa. Lakini huyu kipofu tangu kuzaliwa kwake anawaambia ya kwamba ana dhambi au hana, mimi sijui. Ya kwamba anatoka kwa Mungu au kwa nani, mimi sijui. Ninachojua nilikuwa kipofu, sasa ninaona. Anaona mwanga, amepata mwanga. Na kama nilivyosema mwanzo, ishara hizi zinalenga kitu cha mbele. Huyu kipofu ametoka katika hali ya kawaida kumuona Yesu kama mtu, na mpaka anafikia hatua ya kukiri imani na kumuona ni Bwana, ni Mwokozi, na hivyo anamsujudia. Hawa Mafarisayo wanaumia, wanaendelea kuwa vipofu wa kushindwa kumtambua Yesu ni nani. Kipofu tangu kuzaliwa kwake anamtambua Yesu ni nani. Kumbe Yesu anatupa ujumbe kwamba kuna upofu wa kimwili na upofu wa kiroho. Pengine cha kuogopa zaidi ni upofu wa kiroho kuliko upofu wa kimwili. Hawa Mafarisayo walikuwa na upofu wa kiroho ambao haukuwasaidia kitu. Waliangalia mambo katika muonekano wa kibinadamu, hawakwenda mbele zaidi. Ila kipofu, hii ishara Simeon ilimsaidia kumtambua Yesu ni nani, ila hawa Mafarisayo walishindwa kumtambua Yesu ni nani. Kumbe katika maisha yetu tunaweza tukawa na upofu wa kiroho pengine wa kushindwa kumtambua Yesu katika maisha yetu. Simulizi hili linatupa mwanga, linatupa mwangaza, na likisindikizwa na kusaidiwa na tafakari kutoka katika somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Samueli, tunaona Mungu amemchagua Daudi kuwa mfalme kinyume na mategemeo ya nabii Samueli, na anampaka mafuta Daudi kutokana na uchaguzi wa Mungu mwenyewe, kinyume na uchaguzi wao kama binadamu. Somo hili linatuambia Mungu haangalii kama mwanadamu anavyoangalia. Pengine watu wanaweza wakawa wanakukataa, pengine watu wanaweza kukataa kwa sababu ya muonekano wako, kwa sababu ya cheo chako, kwa sababu ya hali yako ya maisha, wakaweza kukukataa, kukubali. Mungu haangalii hayo. Mungu anaangalia moyo, Mungu anaangalia ndani. Kitu cha kuogopa ni kipofu wa roho na sio upofu wa kimwili. Tunapoendelea na Dominika hii, tumuombe Mungu atuongoze daima tuweze kuwa kuponywa upofu wa kiroho ambao ni dhambi. Ni dhambi ya kushindwa kumtambua Yesu ana nafasi gani katika maisha yako. Tukiwa katika hali hiyo ya furaha, na Dominika hii ya furaha, tunaalikwa kufurahi. Tunaalikwa kufurahi kwa sababu Kristo anajifunua katika maisha yetu kila siku, na hivyo ni mwaliko kwetu kutambua, kuthamini na kuona ana mchango mkubwa katika maisha yetu ya kiroho, kukua hatua kwa hatua kila siku katika maisha ya kiroho. Tulipoanza Dominika ya kwanza ya kipindi cha Kwaresma mpaka leo Dominika ya 4, umejipima na kuona umekuwa kiroho kiasi gani. Simulizi hili pamoja na kitabu cha Samueli katika ule uteuzi wake kama mfalme Daudi hapo baadaye, utupe mwanga, utuponye upofu kutoka katika upofu wa giza la dhambi, giza la dhambi ambalo tunashindwa kung'amua na kutambua nafasi ya Yesu katika maisha yetu. Mungu Mwenyezi akubariki
Mimi ni Padri Benjamin Maganga na hii ni Lux Fidei. Nikutakie Dominika njema ya furaha. Furahi daima katika maisha yako, usiache kutabasamu.